الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam inasema, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Watu wa aina saba watakuwa katika kivuli siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu wa kwanza Mtume akasema imamun adil, kiongozi mwadilifu. Mtu wa pili shabun nasha fi ibadatillah, kijana aliyeshikamana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Napopataka hapa kuzungumza na vijana, japokuwa hadithi imeendelea mbele kuwataja watu wa aina nyingine, lakini nakusudia kumuelezea kijana ambaye atapata fursa ya kuwepo katika kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah. Kijana aliyeshikamana na ibada na uchamungu na mwenendo ambao anauridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati nanyanyuka hapa, nilikuwa napokea maelekezo kwa Sharifa Abul Hasan, lakini muktadha alhal nilivyokuwa na utazama nikagundua wazi kwamba 98% tuliokuwa hapa ni vijana. Sasa kila maneno yana mahala pake. Mahala hapa tukianza kuzungumza maneno ya kizee ya mtu nielewa, kwa sababu 98% ni vijana. Nikizungumza maneno ya ujana nadhani mtanielewa, kwa sababu nitakuwa nazungumza na vijana wenzangu. Nafasi yetu kama vijana katika umma huu, nafasi yetu kama vijana wa Kiislamu katika nchi yetu, nafasi yetu kama vijana wa Kiislamu katika wilaya yetu, nafasi yetu kama vijana wa Kiislamu katika eneo letu la Mwananyamala. Ni ipi nafasi yetu kama vijana wa Kiislamu? Kijana akiwa sawasawa, kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ni rahisi mno. Na kijana akipinda akiwa hayupo sawasawa, ni ngumu sana kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na matatizo yote tunayoyaona katika jamii leo, Mwananyamala, Kinondoni, Magomeni, Tandale, matatizo yote tunayoyaona haya katika jamii yanatokana na vijana. Yuko mwanawachuoni mmoja anaitwa Hassan al-Banna, ambaye ni mwanzilishi wa Muslim Brotherhood katika nchi ya Misri 1923. Siku moja aliwahi kusema, mushkilatun kulli ummatin fi shababiha fa in salahu salahatil umma. Matatizo tunayoyaona leo katika jamii yoyote ile yanatokana na wale vijana wake. Ikiwa wale vijana watakuwa sawasawa, ile jamii itakuwa sawasawa. Lakini wale vijana wakipinda, na ile jamii itapinda. Hassan al-Banna alikuwa anajaribu kutuonyesha nafasi ya vijana katika jamii, kwamba vijana wana nafasi ya kuweza kuitengeneza jamii, au vijana wana nafasi ya kuweza kuiharibu jamii. Uzuri mimi nimezaliwa Tandale, mitaa yangu ndiyo Yemen kwa Mtogole, nimezaliwa Tandale. Kwa hiyo najua michezo ambayo tulikuwa tunacheza kule Chakabovu wapi, nafahamu. Natambua mmomonyoko wa maadili kwa vijana wengi waliokuwa katika maeneo ya Mwananyamala. Natambua mmomonyoko wa maadili uliokuwa mkubwa katika maeneo ya Tandale. Natambua mmomonyoko wa maadili mkubwa uliokuwa katika maeneo ya Kinondoni. Kwa kifupi, jamii yetu ya Tandale, Mwananyamala, Kinondoni, Magomeni imeoza. Hali ni mbaya. Mushkilatun
kulli ummatin fi shababiha, matatizo yoyote mnaoyaona katika jamii yanatokana na wale vijana wake. Hakuna nafasi iliyokuwa nyeti katika maisha ya mwanadamu kama nafasi ya ujana. Mwanawachuoni mmoja anaitwa Abul Ula aliwahi kusema, thalathatun laysa laha iyabun, mambo matatu yakiondoka huwa hayarudi. La kwanza akasema ni alwaqtu, wakati ukiondoka hauwezi kurudi. Waljamalu, uzuri ukiondoka hauwezi kurudi. Washababu, na ujana ukiondoka hauwezi kurudi. Ujana ni fursa muhimu sana ambayo mtu akiitumia vizuri anaweza kuleta impact iliyokuwa chanya katika mtaa wake, au anaweza kuharibu jamii ambayo katika mahala anapoishi. Vijana wenzangu wa Kiislamu, sisi kama vijana wa Kiislamu tuna wajibu wa kuweza kuhakikisha mitaa yetu na maeneo yetu tunakuwa na akhlaki zilizokuwa njema, ili tuwe mfano wa vijana wengine wasiokuwa Waislamu waweze kuishi katika maadili yaliyokuwa mema. Mtaungana na mimi, Kinondoni, Mwananyamala, Tandale, Magomeni sasa hivi ndiyo maeneo ambayo yanaongoza kwa vijana wadogo sana kwenye masuala ya ushoga. Wakina mama mtakuwa ni mashahidi. Kinondoni, Mwananyamala, Tandale, Magomeni ni maeneo hatari ambayo hivi sasa yanaongoza kwa ushoga. Na ni vijana wadogo ukiwatazama, miaka 12, 13, 14, 15. Lakini mbaya zaidi, wanao entertain, wanaopenda hizo shughuli mpaka wale mashoga wanakuja, wengi wao ni wanawake wa Kiislamu. Kuna shughuli mnaita usiku wa keki, kuna shughuli mnaita siji vibeseni, kuna shughuli sio mnaita za 40 za watoto. Kwenye shughuli nyingi za Kinondoni, Tandale, Mwananyamala, Magomeni, asilimia kubwa wale ma-MC wanaoshika maiki wanakuwa ni mashoga. Waidha mtakubali au mtakataa. Kwa kuwa ni vijana, lazima niongee na vijana muweze kunielewa. Jamii imeharibika. Na tunayasema haya kwa sababu tunaona, na sisi tumegewa jukumu la kuweza kuinusuru jamii. Lau kama tukiacha haya tusiyaseme, dhima hii itakuwa ni kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waalimu biilmihi lam ya'malan ashaddu fi at-ta'dhibi mimman jahila. Mwanawachuoni ambaye elimu yake haifanyi kazi, atumie elimu yake kuwaelimisha watu, kuwaambia zuri na baya, anakuwa kwenye adhabu kubwa kuliko ni mjinga. Vijana wenzangu wa Kiislamu, tuwe mfano mwema. Hali imekuwa mbaya katika mitaa yetu. Jamii inaharibika kutokana na vijana wa ile jamii, na jamii inatengemaa inakuwa nzuri kutokana na vijana wa ile jamii yenyewe husika. Mabinti wa Kiislamu, ukitembea kwenye shughuli za Mwananyamala, wanaokwenda kumwagalazi, wanaokwenda kuvaa vijola kwenye shughuli za kuambatana na mashoga, ni mabinti wa Kiislamu wadogo wadogo. Ni mabinti wa Kiislamu. Vijana wengi ambao wanaoshawishika kuingia kwenye hiyo kazi, wanashawishiwa na baadhi ya wanawake wengine wa Kiislamu. Bali imefika kiwango, maeneo ambayo hivi sasa kuna unyanyasaji mkubwa wa kijinsia kwa watoto ni maeneo ya Tandale, Kinondoni, Mwananyamala, Magomeni. Juzi tumeshuhudia tukio, mtu anamlawiti mtoto wa miaka 7. Mtoto wa kiume wa miaka 7 anamlawiti. Ndugu zangu, jamii imefikia mahala pabaya sana. Tusipoyasema haya, tutakuwa katika dhima kubwa sana. Leo wanaoharibiwa ni watoto wa kiume. Wanaotakiwa kuchungwa zaidi katika zama tulizokuwa nazo ni watoto wa kiume kuliko ni watoto wa kike. Zamani Mwananyamala ilikuwa kuonekana shoga, watu walikuwa wanastaajabu. Leo Mwananyamala kupishana na shoga imekuwa ni kitu cha kawaida. Mashekhe, tusipoyasema haya, tukiogopa tukisema wataturadi au watatusingizia baadhi ya maneno, tutakuwa na dhima kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umezuka mtindo sasa hivi,
wakitokea mashekhe wakiwa wanakemea mambo kama hivi, kuna baadhi ya wanawake wanachukia, wale mashoga nao wanachukia, na kuna wale wanaopenda kuwaingilia wanaume wenzao pia nao wanachukia. Lakini lazima ukweli tuuseme. Lau tusiposema, miaka 10 mbele kwenye jamii yetu kutakuwa hakuna kizazi. Chizi anachekesha ikiwa hatoki kwenu. Chizi anachekesha ikiwa hatoki kwenu. Lau kama kwenye familia yenu angekuwa anatoka shoga mmoja, ungenielewa machungu haya ninayokuambia. Lakini kwa kuwa ulioni hili, wallahi nikwambie jamii ipo katika mmomonyoko wa maadili uliokuwa mkubwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.